Sasa 36% ni shilingi ngapi manake? Manake tunapoteza maji ambayo yana thamani ya bilioni 114. Niziangalie hizo fedha, ni mradi mpya wa maji tena mkubwa ambao ungeweza kutumia kutengeneza vyanzo vingine. Sasa kwenye upotevu, attributing factor ya maji kupotea si tu miundombinu. Tumeambiwa moja wapo kubwa, na kwenye taarifa limeonyeshwa ni wizi. Ni mwizi anaturudisha nyuma. Tutaona kwa tuna kazi ya kufanya, na ziko mamlaka ambazo zinaongoza kwa upotevu wa maji. Bwana soma kwenye ripoti, nitazitaja 5 tu, na si kwa ubaya, kwa nia kupeana changamoto tukafanye kazi zaidi. Lakini kabla sijasoma hizo, labda nizitaje ambazo zimejitahidi sana kwenye kudhibiti upotevu wa maji. Sasa kuna mtu anaweza akasema, unajua kule watumiaji wachache. Hapana, utaona hata kule wanakopotea utakuta watumiaji ni wachache vile. Kwa mfano Maganzo wamejitahidi sana, upotevu ni 4%, Nzega 6%. Wapigeni makofi msongamano. Kashwasa 11%, Biharamulo 12%, Mwanuzi 13%. Hawa ndio 5 bora waliodhibiti upotevu wa maji. Tuwapigie makofi wote kwa pamoja. Alafu wako 5 ambao wanaongoza kwa upotevu. Hawa hawapigwi makofi, tunanyamaza tu, tunasikiliza. Rombo itaji 70%, 70%. Handeni 69%. Mugango Kiabakari 64%. Ifakara pamoja na kulima mpunga kwa wingi 56%. Na Kilindoni 55%. Sasa kwa hali tulionayo ya upotevu wa 70%, manake ni kwamba maji yanayowafikia wananchi kidogo sana kwenye hayo maeneo. Mheshimiwa Waziri, hilo ni eneo la kuangalia na tuliangalia. Inawezekana kuna sababu za msingi zinazosababisha hali hii, lakini kwa kweli tumesoma ili tufanyeje sasa. Kama hatuwezi kuondoa tatizo hili, lazima tutafute namna ya kuondoa hili tatizo. Na niwaambieni, document hii ni public document. Wananchi wataisoma, wataona hali halisi ilivyo, na sikumchukie URA. Nimeuliza swali wakati wananifanyia briefing, wakati mnaandaa hii report, mlikuwa na pre-meeting na exit meeting? Manake mlikubaliana haya matokeo? Akasema tulikubaliana mwanzo hadi mwisho, manake hiki ni kioo tujione sura zetu.